Karibu mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa mengi ambayo tumekuandalia usiku huu ni pamoja na ujenzi wa meli mpya ya Chelezo Kigoma kufungua soko la biashara kimataifa. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami hadi tamati. Fuatilia kwenye YouTube na Facebook kwa kuandika neno Habari Star TV. Mimi ni Bernard James. Karibu na tuwe sote. Tuanze na habari za kitaifa. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema uwekezaji wa kampuni ya kizao ya Dar es Salaam Merchant Group katika ujenzi wa Chelezo na meli mpya mkoani Kigoma utaongeza uwezo wa Tanzania kujenga na kukarabati meli nchini. Aidha, utasaidia kufungua fursa za biashara na huduma za ujenzi wa meli kwa nchi zinazozunguka ziwa Tanganyika ikiwemo DRC na Zambia. Adam Luhomwa ana undani wa taarifa hii. Profesa Mbarawa amesema hayo baada ya kukagua eneo la Bulombora mkoani Kigoma linalojengwa Chelezo ya kampuni hiyo, akisema serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa sekta binafsi kushiriki katika uwekezaji wa miundombinu na huduma za usafiri kwa njia ya maji, hatua ambayo itaongeza uwezo wa wazawa katika ujenzi na ukarabati wa vyombo vinavyosafiri kwa njia ya maji. Muda mchache uliopita Mheshimiwa Rais alikuja hapa na alifanya uzinduzi wa meli nne yote za mizigo. Na leo hii tumeona meli ya MV Liemba tayari imeanza majaribio, na hapa tuliposimama ndio kunajengwa gati kubwa la abiria kwa ajili ya kuhudumia meli za abiria. Gati hili kama alivyosema mtaalamu hapa kwamba litakuwa na urefu wa mita 130 na upana wa mita 50, ambayo inajengwa kwa gharama takriban shilingi za Kitanzania bilioni 53. Kazi inaenda vizuri. Tunaamini kwamba itakapokamilika gati hii italeta ufanisi mkubwa kwenye utendaji wa kazi wa bandari yetu ya Kigoma pamoja na ufanisi wa usafirishaji katika mkoa wa Kigoma. Mkurugenzi wa kampuni ya meli Tashiko Eric Hamisi amesema kuwa mwezi wa 3 mwaka 2027 vifaa vyote vya ujenzi wa meli vitakuwa vimefika. Kutokana na milestone tulionayo ni kwamba mwezi Machi vifaa vyote, mwezi Machi mwaka 2027 vifaa vyote vitakuwa site kwa ajili ya assembly, vikienda sambamba na utayarishaji wa hii shipyard ambayo ni yake. Sasa hii inakwenda sambamba na pia na philosophy ya PPP. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Dar es Salaam Merchant Group Rayton Kwembe amesema sehemu ya kwanza ya Chelezo inatarajiwa kukamilika mwezi Disemba, huku maandalizi ya ujenzi wa meli mpya yakiendelea. 2 wa mwakani block zote za kujengea meli zitakuwa zimekamilika. Kwa muda huo, manake sisi tutakachofanya ikifika mwezi wa kwanza wa 2028 tunahamishia tu hizi block kutoka hapa kuingiza kwenye floating dock, ambayo manake kazi iliyobaki pale itakuwa tu ni kuchomelea yale block na kuyaunganisha. Ndio maana by mwezi wa 10 wa 11 meli mwaka 2028 meli itakuwa imekamilika. Baada hapo inabaki miezi 2 ya kufanya testing pamoja na delivery. Imesisitizwa kuwa kukamilika kwa ujenzi wa gati hiyo itasaidia kuleta ufanisi zaidi kwenye utendaji wa kazi wa bandari ya mkoani Kigoma, hivyo kuchochea shughuli za kiuchumi na biashara ndani na nje ya nchi. Adam Luhomwa, Star TV. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo imeitaka serikali kuweka vifaa vya kisasa katika vyuo vya ufundi stadi VETA ili wanafunzi wanaohitimu mafunzo yao wawe na ubora wa kushindana kwenye soko la ajira. Joyce Ngerangera na taarifa zaidi. Maelekezo hayo yametolewa wilayani Bahi mkoani Dodoma baada ya kamati hiyo kutembelea chuo cha VETA wilayani Bahi. Tunatamani kuona sasa serikali inakamilisha zile nyenzo zote zinazotakiwa kwenye vyuo hivi ili tuweze kufikia katika tija inayokusudiwa. Tukiwa na nyenzo hizo za karakana, vifaa vya kufundishia, lakini hata katika karakana ambazo tayari zimeshaanza kufanya kazi, tunatamani kuona vifaa ambavyo vinaendana na mapinduzi ya kiteknolojia. Hatutaki tena kuanza kumfundisha mtoto nyenzo za kizamani ambazo ziko huko mtaani na hazijaleta tija, na ndio maana watu hawafanyi sana hizo shughuli. Sasa ukimpelekea nyenzo, ukimfundisha na ukazalisha nyenzo ambazo zinavutia kufanya hiyo shughuli, kwa mfano ya kufatua matofali, hata ya ushonaji, hata ya engineering. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda
amesema serikali itaendelea kuwekeza katika sekta ya elimu, hususan kwenye vyuo vya ufundi. Tuna watu wengi sana watakuwa wanahitaji ajira. Kila siku tutakuwa tunazalisha watu wanaingia katika uchumi, wanahitaji ujuzi wa ajira. Na ukiangalia ujenzi wa shule kila mara zinajengwa, alafu baada ya mwaka miwili haitoshi kwa sababu watoto wako wengi. Sasa kuwa na watu wengi ni baraka, lakini itakuwa ni baraka tu endapo tutawekeza. Swala la ujuzi, swala la VETA ni la vijana, ni ajenda ya rais, ni ajenda ya ajira, ni ajenda ya amani na mshikamano wa nchi yetu. Vijana wakiwa bize, wanajiajiri, wanapata kipato, nchi itatulia. Na ni ajenda ya sekta binafsi. Jitihada mahususi zinazofanya ni pamoja na kuhakikisha kwamba utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi unaelekea kwa Mheshimiwa Mwenyekiti. Kuwa na mfumo, muundo na utaratibu nyumbufu unaowezesha kila Mtanzania anayejiunga na elimu na mafunzo ya ufundi stadi kujiendeleza kwa njia mbalimbali, kiujuzi na kitaaluma. Kutoa fursa za elimu ya mafunzo ya ufundi stadi kwa wote, kama nilivyosema msemo wetu, ufundi stadi elimu kama zote kwa watu wote bila ubaguzi. Na kuwa na viwango vya ubora vinavyotambulika kitaifa, kikanda na kimataifa. Kutoka wilayani Bahi, Joyce Ngerangera, Star TV. Mabaraza ya mitihani katika nchi za Kiafrika yamehimizwa kuwekeza katika mifumo imara ya usalama wa kidigitali ili kurahisisha, kubaini na hatimaye kukomesha kabisa vitendo vya ukiukwaji wa maadili na taratibu za mitihani. Tupate taarifa kamili. Wataalamu, watafiti na watendaji wa masuala ya elimu kutoka nchi 28 za Afrika na nje ya Afrika kupitia chama cha tathmini ya elimu Afrika wanakutana kwa siku 5 jijini Arusha, na kwa mara ya kwanza wakijadili, kutathmini na kupanga mikakati ya kukabiliana na matumizi ya akili unde katika masuala ya elimu, hususan katika upimaji na utahini wa mitihani, ikiwa ni mkutano wa 42 wa mwaka wa chama hicho uliofunguliwa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline Nombo, ambaye amehimiza mabaraza ya mitihani Afrika kuwekeza katika mifumo imara ya dijitali yenye uwajibikaji na maadili. Mada ambayo inazungumzwa katika kikao hiki, matumizi ya akili unde kwenye kufanya utahini, ni mada ambayo iko muafaka na imekuja kwa wakati muafaka ambako ndio dunia inakoelekea sasa. Mnafahamu akili unde inarahisisha sana maisha. Akili unde inarahisisha ufundishaji, inarahisisha utathmini ya wanafunzi. Lakini pia akili unde inaweza kutumika katika namna ambayo haikubaliki. Ndio maana katika hotuba yangu nimesema matumizi ya akili unde yawe matumizi ya akili unde ambayo yanajali sana habari ya ethics, ama habari ya accountability, na pia kuangalia inalinda usalama wa data zinazotokana na shughuli ya utahini. Ni kwa muktadha huo chama cha tathmini ya elimu Afrika kupitia rais wake Dr. Ishetu Kebede kimeahidi kuendelea kusimamia weledi na sifa za kielimu zinazotambuliwa na jumuiya ya kimataifa. Jumuiya yetu sio tu chombo cha kitaaluma, bali ni daraja linalounganisha mifumo ya kitaifa na matarajio ya bara la Afrika. Kupitia utaratibu huu, Afrika inaweza kuonesha viwango vya tathmini, kuboresha na kuendeleza zana za tathmini, na kuhakikisha kwamba sifa za kitaaluma zinatambuliwa katika nchi mbalimbali bila kujali mipaka. Educational assessment transformation in Africa. Je, Baraza la Mitihani Tanzania limejipangaje katika kuweka mifumo imara ya usimamizi wa kidijitali katika upimaji na utahini wa mitihani? Huyu hapa katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani Tanzania Profesa Said Ali Mohamed. Akili unde imekuwa ni teknolojia kuu kwa wakati huu. Imekuwa ikiathiri kwenye kila sekta, na sisi upande wa elimu, hasa katika masuala ya uendeshaji wa mitihani, tumetafakari na kuona sasa tusiwe nyuma. Kama ambavyo tunafahamu, teknolojia inakuja na faida, lakini kuna changamoto zake. Baraza la Mitihani Tanzania NECTA kwa mwaka huu ndio mwenyeji wa mkutano wa 42 wa chama cha tathmini ya elimu Afrika, na ikiwa ni mara ya 5 kufanyika hapa nchini, ukiongozwa na kauli mbiu isemayo kutafakari upya tathmini ya elimu katika enzi ya akili unde. Angelo Mwaleka, Star TV. Maafisa biashara nchini wametakiwa kutumia nafasi zao kubaini fursa za biashara na uwekezaji, na hivyo kuwaunganisha wafanyabiashara na masoko pamoja na kuhamasisha uongezaji thamani wa mazao katika maeneo yao. Blaya Moses ana undani wa taarifa hii.
Ni katika mkutano wa Wizara ya Viwanda na Biashara na maafisa biashara uliofanyika jijini Dodoma. Naibu Waziri wa wizara hiyo Dennis Londo amesema maafisa hao wanapaswa kuwa ni kiungo muhimu kati ya serikali na wafanyabiashara hapa nchini. Ni jukumu lako afisa biashara, viwanda na biashara kuangalia fursa ambazo zipo ndani ya halmashauri yako na kuziibua, aidha kwa kutumia mitaji ya watu binafsi, taasisi za fedha, ama kujenga ushawishi kwa watu. Kuna watu ambao wana fedha lakini hawajafikiwa kushawishiwa kuona fursa ambazo zinawazunguka. Tunafahamu kwamba wana kandidata za viwanda na biashara na masoko, lakini waendelee kuboresha na kuhuisha kandidata hizo ili tujue kuna leseni ngapi, kuna wawekezaji wangapi katika maeneo gani. Afisa mtendaji mkuu kutoka Wakala wa Usajili wa Biashara na Leseni BRELA, Godfrey Nyaisa, ameeleza mabadiliko yaliyofanywa na wakala hiyo ikiwa ni kuelekea utekelezaji wa dira 2050, huku Wakala wa Vipimo Tanzania wakieleza namna wanavyoshirikiana na maafisa biashara. BRELA imeendelea kufanya maboresho makubwa ya mifumo yake na marekebisho ya sheria inayosimamia inazozisimamia ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za usajili na leseni, kupunguza muda na gharama za kuanzisha na kufanya biashara nchini. Maboresho hayo yanaongeza uwazi katika utoaji wa huduma, kuongeza ufanisi na kupunguza mianya ya rushwa na uzembe katika utoaji wa huduma. Sisi tunapotekeleza majukumu yetu ya uhakiki katika maeneo yetu, wao ndo wanakuwa kama nguzo, yani ni link ya kutuunganisha sisi pamoja na wafanyabiashara katika maeneo yao. Kwa kabla ya kutoa huduma katika maeneo yao, tunaungana nao mara kadhaa katika kuhakikisha ni kwamba wanatufikisha katika maeneo na kujua wafanyabiashara wako wapi kwa lengo la kuwafikia kwa urahisi. Na vile vile wakala wa vipimo katika mikoa, sisi ni wajumbe katika kamati ya ushauri ya mkoa, ambapo nao wafanyabiashara wanakuwa ni wajumbe katika kamati hiyo. Kwa mara nyingi malalamiko au kero zote za wafanyabiashara zinapokuwa addressed, tunakuwa pale. Kutoka jijini Dodoma, Blaya Moses, Star TV. Wakazi wa kijiji cha Nampalahala, wilaya ya Bukombe mkoani Geita, wametakiwa kutumia miradi ya maji ambayo inatekelezwa na kanisa la KKKT Dayosisi ya Mashariki ya Ziwa Victoria kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo pamoja na serikali katika eneo hilo kunufaika kiuchumi kwa kubuni miradi mbalimbali itakayokuamua zaidi kiuchumi. Golisi ni Kitomari, taarifa yake inasomwa studio. Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Ni uzinduzi wa mradi wa maji katika kijiji cha Nampalahala, wilaya ya Bukombe mkoani Geita, uliotekelezwa na kanisa la KKKT Dayosisi Mashariki ya Ziwa Victoria DMZV kwa ushirikiano wa shirika la Partnership Africa la nchini Ujerumani. Msaidizi wa askofu wa dayosisi hiyo Steven Lingwa anaeleza mradi huo kusaidia kuinua uchumi wa wakazi wa eneo hilo iwapo utatumika pia katika shughuli za kilimo. Wito wangu kwa kanisa ni kufanya mahali hapa kuwa ni shamba darasa kwa ajili ya watu kuweza kujifunza walioko ndani ya kanisa pamoja na jamii nzima, ili kusudi jamii nzima pamoja na kanisa vizidi kustawi kwa pamoja na Mungu wetu akazidi kuinuliwa. Kwa upande wake, katibu wa dayosisi Joshua Kiekule amesema huu ni moja kati ya miradi mingi inayofanywa na dayosisi hiyo, na lengo lao ni kushirikiana na serikali kutoa huduma kwa jamii, huku mkuu wa idara ya huduma za jamii kutoka DMZV akieleza uhitaji zaidi wa miradi kama hiyo kupunguza ukame na kutunza mazingira. Tunaomba serikali inapoona tunafanya vitu kama hivi inatuongezea nguvu, kwa sababu hivi vitu hatufanyi kwa ajili wa Lutheri tu. Kama hiki kisima tulichokiona hapa, wananchi wote watafaidika, wananchi wa eneo hili wote wanaruhusiwa kupata hii huduma ya maji. Ukiangalia ni eneo dogo tu ambalo tumeweza kulifikia kwa sasa, lakini tunaamini ukiwa na mashirika mengine mengi, tukishirikiana na serikali na jamii kwa ujumla, tunaweza kuwa na miradi mingi ya maji. Wakazi wa eneo hilo, licha ya kushukuru kanisa kutekeleza mradi huo, wanaeleza manufaa watakayopata ikiwemo kuamua kiuchumi, huku wakiahidi kuutunza mradi huo. Kwa sababu miradi hii imekuja kwa ajili ya wananchi wa mahali hapa. Sasa tuitumie vizuri na tuwe walinzi kwa kila mmoja wetu, ahakikishe kwamba analinda kabisa na inasimamiwa vizuri.
Kwa kweli tulikuwa tunasumbuka, tukitoka shuleni kutafuta maji, tukitapakaa bila masomo yetu kukata madarasani, kukosa vipindi madarasani tukitafuta maji. Kina mama sasa hivi tuko kwenye mjadala kwamba sasa mradi huu unaanza, sasa tunajipanga kuanza kutengeneza bustani za mboga mboga, na sasa hivi tayari tumeshaanza kidogo. Mradi huo unahusisha kisima kimoja na vituo viwili vya kuchota maji. Ni mradi wa pili katika kijiji hiki unaotekelezwa na kanisa la KKKT, ikiwa ni jitihada za kukabiliana na changamoto ya maji na ukame. Viongozi wa Jumuiya ya Wanawake wa Kiislamu Tanzania JUWAKITA mkoa wa Geita waliochaguliwa katika nafasi mbalimbali za uongozi wametakiwa kutumia nafasi hizo katika kuwaunganisha wanawake wa Kiislamu sambamba na kutafuta na kuibua fursa za kiuchumi. Taarifa kamili na Salma Mrisho. Ni uchaguzi wa Jumuiya ya Wanawake wa Kiislamu Tanzania JUWAKITA mkoa wa Geita uliofanyika katika ofisi za BAKWATA mkoa wa Geita. Nafasi zilizochaguliwa ni wajumbe kamati ya JUWAKITA mkoa na taifa. Wakizungumza, baadhi ya mashaikh wa wilaya mbalimbali za mkoa wa Geita wamesema viongozi waliopewa dhamana wanapaswa kuwa sehemu ya mabadiliko ya kweli ndani ya jumuiya hiyo na katika maisha ya wanawake wanaoongoza, na iwe jukwaa la maendeleo na si chanzo cha migawanyiko. Lakini baada ya hapo Ibilisi anakubinya uiti kikao, hukutana wenzio wenye majungu na unaungana nao mpaka jimbo lenu miaka inaisha yote 5 yote hujafanya tahiri, hukuita watu, hukushauriana na watu, hukuleta mitazamo yako ili watu tutoke hatua moja tuende. Sasa niwaambie walioko nyuma wanapenda mtu wa amsha. Uongozi usileta mabadiliko chanya kwa jumuiya na wanachama wake umeelezwa kuwa hauna maana, na viongozi wapya wakitakiwa kuhakikisha dhamana iliyopewa inaonekana kupitia matokeo halisi katika maisha ya wanawake na wawe na uwezo kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiuongozi. Uongozi una majungu mengi. Kuna mtu unaweza ukawa wewe ni kiongozi, usitamani wala usidhani kwamba katika uongozi wako watakupenda wote. Lazima yawepo, ukionekana wewe ni kiongozi wanakupenda wote, bado hujawa wewe kiongozi. Si tunaelewana jamani? Baadhi ya wanawake walioshiriki nafasi mbalimbali wameahidi kuwa viongozi wa mabadiliko. Tuwapatanishe kina mama, tuwatafute kina mama, tuwashawishi kina mama ili tuwe wengi zaidi, tukuze wigo wa wanawake wa Kiislamu. Sawa, yaliyopita sindwele, na sisi huko tuliko haribu, basi tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie, aturekebishe huku mbele tuende tukatende zaidi. Sisi kama sisi peke yetu wajumbe 10 hatuwezi pasipo kushirikiana na ninyi. Kwa hiyo tunawaomba wakina mama tushirikiane ili tuweze kuendeleza Uislamu wetu. Sheikh wa mkoa wa Geita Alhadi Yusuf Kabaji wametaka wanawake hao wajiandae na uchaguzi wa mwenyekiti JUWAKITA, makatibu na wahasibu unaotarajiwa kufanyika hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa tuliopewa ya nafasi ya mwenyekiti na makatibu, kwa sababu hawajaletwa majina yao, na wahasibu quorum haijakamilika, basi tunataraji kama watakuwa maelekezo yameletwa upya, basi naamini tutarudi kwenye uchaguzi tena. Aidha, umefanyika pia mkutano maalum wa kuwachagua viongozi upande wa wanaume kwa nafasi mbalimbali kama vile nafasi ya halmashauri ya mkoa, mjumbe wa halmashauri kuu taifa na kadhalika. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Zikiwa zimebaki siku chache kufanyika kwa mtihani wa kitaifa wa darasa la 7, wamiliki na walimu wa shule binafsi wilayani Bukoba mkoani Kagera wametakiwa kuandaa vyema kitaaluma watoto wao ili kuepuka vitendo vya udanganyifu vinavyoweza kuharibu sifa ya shule zao. Taarifa kamili na Mariam Emily. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Bukoba Elasto Sima alipokuwa akizungumza na wazazi pamoja na walimu wa shule ya msingi Karume iliyopo manispaa ya Bukoba katika mahafali ya darasa la 7 ya shule hiyo. Tutaidi watoto wafaulu vizuri. Tusiwe na dalili yote ya udanganyifu wakasema unajua Bukoba wanafaulu kwa udanganyifu. Hapana. Tutaendelea kusema hapana, na ndio maana kamati ya usalama kila siku tunasimama kuzuia udanganyifu wote ili sifa ya Bukoba iendelee kusimama vile vile kama ilivyo. Walimu, fanyeni kazi yenu kwa weledi mkubwa katika kuandaa vijana hawa ili waweze kufanya vizuri katika mitihani yao ya mwisho. Hatutarajii shule ya msingi Karume kuingia kwenye kundi la udanganyifu. Mkurugenzi wa shule ya msingi Karume, Sefu Mkude, amesema nia ya shule hiyo ni kujipambanua na shule nyingine
kwa kuweka mkazo katika mafunzo ya amali, ambapo wanafunzi wa shule hiyo hushiriki mafunzo ya kada mbalimbali zikiwemo sanaa, michezo, ushonaji, kompyuta na ususi, huku sekta ya kilimo na ufugaji ikiwekewa mikakati. Vingine viko kwenye mpango. Inawezekana akianza sasa hivi lakini kwenye mpango. Kwa mfano, mwalimu mkuu amezungumzia swala la ufugaji wa mifugo. Hilo tayari hata kama hatujalianza liko kwenye mfumo. Tumeshanunua ng'ombe wako pale, tumeshanunua mbuzi wako pale, tuna mashamba makubwa sana kule Mwembe. Hayo yote ni maandalizi kwa ajili ya kuwafundisha watu wetu jinsi gani ya kufanya hizo kazi kujitolea. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Diocles Bingileki ameelezea maendeleo ya kitaaluma katika shule hiyo. Hadi kufikia mwaka 2021, shule yetu imekuwa ikishika nafasi mbalimbali za ufaulu na kuwa miongoni mwa shule bora kitaifa. Tangu mwaka 2022, baada ya serikali kubadilisha mfumo wa utoaji wa matokeo, shule yetu imeendelea kufaulu kwa kiwango cha daraja A bora. Wahitimu hao wanatarajiwa kuungana na wenzao kote nchini kuanza kufanya mtihani wa darasa la 7 Septemba 9 mwaka huu. Mariam Emery, Star TV, Kagera. Waamini wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Arebu wilayani Tarime mkoani Mara wamehitimisha makambi ya mwaka 2026 huku zaidi ya waamini wapya 30 wakiripotiwa kujiunga na kanisa hilo. Taarifa ya Emmanuel Makuliga inasoma studio. Kwa sasa ni mwalike mkuu wa kambi. Mahali hapa, sauti za nyimbo, mahubiri na maombi zimetawala kwa juma zima. Ilikuwa ni sikukuu ya vibanda iliyowakutanisha mamia ya waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato kwa lengo la kutafakari mwelekeo wa kiroho na maadili katika jamii. Mnenaji mkuu wa kambi hii, mchungaji Beatusi Mlozi, ameonya kuhusu changamoto za maadili zinazoikabili jamii ya sasa, akizifananisha na hali ya dunia katika zama za Nuhu. Ameweka msisitizo kwa waumini kuishi kwa imani badala ya kufuata mkumbo wa dunia. Leo tunaishi katika dunia yenye hali zinazofanana na nyakati za Nuhu. Kuvunjika kwa maadili, kuongezeka kwa uhalifu na maasi, kupungua kwa waaminifu, kupungua kwa waadilifu, kushuka kwa nidhamu kanisani na katika jamii na shuleni, vita na migogoro, majanga ya asili, kupoa kwa kiroho. Mungu bado anasema, jiandaeni, Yesu anarudi. Ujumbe huo umewagusa waumini waliohudhuria, wakieleza kuwa mafundisho hayo yamekuwa chachu ya mabadiliko katika maisha yao ya kila siku. Tumetiwa moyo kwamba Mungu ndiye Mungu wa kutenda miujiza katika maisha yetu, kama alivyoweza kuwatendea watu mbalimbali katika Biblia ambao wengine walikuwa vipofu wakapata kuona. Kilichonifurahisha cha kwanza katika makambi haya ni ushirikiano mkubwa baina ya washiriki wenyewe walebu katika makambi haya. Wamekuwa mbaraka mkubwa. Mbali na mafundisho, muziki wa Injili umetumika kuwasilisha ujumbe wa makambi hayo. Kwaya ya Jerusalem kutoka Nyamongo iliungana na zaidi ya kwaya 20 kutoka maeneo mbalimbali, kuongeza hamasa na kuvutia waumini katika kipindi chote cha makambi. Tumemtukuza Mungu, tumeimba kwa kweli na watu wamebarikiwa, lakini jambo la pekee ambalo tunaondoka nalo ni umoja ambao wanarebu wametuonesha. Uongozi wa makambi unasema malengo yaliyowekwa yamefikiwa kwa 98%, ikiwemo kuongezeka kwa idadi ya waumini wapya. Maana kwamba watu 35 wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Kwa hiyo hilo ni lengo kubwa sana la kambi na ni mafanikio makubwa sana ya kambi. Makambi yamehitimishwa, lakini kwa waumini wa Rebu, changamoto kubwa sasa ni kuyageuza mafundisho waliyoyapata kuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku, na ujumbe wao unabaki ule ule: nitakwenda nikimsubiri Yesu. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wilaya Kasulu mkoani Kigoma limezitaka shule za sekondari zenye wanafunzi wanaoishi bweni kuboresha mifumo ya umeme pamoja na kuweka vifaa vya kuzimia moto. Lengo liko ni kukabiliana na majanga ya moto pindi yanapotokea. Tupate taarifa kamili. Hayo yamesemwa na mrakibu msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wilaya Kasulu mkoani Kigoma, Anthony Mara, katika mkutano na wakazi wa mji huo kujengeana uwezo wa namna ya kukabiliana na majanga ya moto. Wamiliki wa shule,
lakini pia wakuu wa shule kuwapa elimu ya kinga tahadhari dhidi ya majanga katika mashule yao. Imebainika kwamba mashule mengi sana sasa yamekuwa yanaungua sana. Kwa hiyo sasa, ili kuenda na kasi ya kipindi hiki cha sayansi na teknolojia, lazima pia walimu na wakuu wa shule wajue mambo gani ya msingi ya kuzingatia ya kiusalama dhidi ya majanga ya moto. Wasibaki nyuma, sababu shule nyingi sana hazijakidhi vigezo na matakwa ya kisheria dhidi ya majanga ya moto. Kwa hiyo ndio maana tumeamua ili zoezi hili tuliendesha katika shule ya Bogwe na kualika baadhi ya shule ikiwa ni pamoja ya kwa mkuu wa shule ya Mirambi ya sekondari, lakini pia wakuu wa shule hii ya Bogwe pamoja na baadhi ya walimu ambao walikuwa tayari kupata elimu hii. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo wakaeleza elimu hiyo kuleta matokeo chanya katika jamii. Kuna vitu vingi ambavyo sikuwa navifahamu kuhusiana na namna ya kukabiliana na majanga ya moto, lakini mbali na kwamba wamezungumzia kwa upande wa shule, lakini pia hata sisi kama jamii tumeweza kuelewa na kufahamu kwamba baadhi ya vitu ambavyo tunavifanya kwenye majukumu yetu ya kila siku vinaweza vikasababisha moto kuzuka na kuleta hatari kubwa. Tunaishi na watoto magonjwa. Kitu cha kwanza, jinsi ya tatizo la moto likitokea, namna gani tuweze kuepukana nalo, jambo kama hilo. Lakini pia kutumia vitu kama pasi. Kwa mimi nilivyojifunza kama matron, wakataka kwanza watoto kutumia vyombo vya umeme. Sasa elimu hii kiukweli imetufungua vitu vingi sana. Imetufungua namna ya kuweka usalama mabwenini, miundo ya umeme, lakini licha tu ya mazingira yetu ya shule, elimu hii inatupeleka moja kwa moja kudhibiti majanga mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku huko majumbani. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limeahidi kuendelea kutoa elimu ya mara kwa mara katika jamii kama njia ya kupunguza majanga ya moto katika eneo hilo. Mpango wa shirika la Imarket Foundation wa utoaji wa elimu kwa jamii namna ya kushirikiana na watu wenye ulemavu katika nyanja mbalimbali unatajwa kuleta matokeo chanya baada ya jamii ya Kisesa wilayani Magu kuondoa mitazamo hasi na ubaguzi kwa kundi hilo. Taarifa ya Sharifa Suleiman inafafanua zaidi. Iseni Bomani Kisesa katika kanisa la TFEC kwa neema. Wanachama wa shirika la Imarket Foundation wanaungana na jamii ya wanakisesa katika ibada ya ndoa takatifu ya mwanachama wa shirika hilo. Ni Heret Mayenga, msichana mwenye albino, na Ezekiel Masanja, wanachama wa shirika hilo, wakiona sasa wamepiga hatua. Kwanza imetupa sisi watu wenye ulemavu wote aina zote, sio ualbino tu, aina zote, kujiamini, kuchukua maamuzi, kuchukua hatua, kufanya kwa vitendo. Unaona? Kwa hiyo imetuweka kwenye sehemu nzuri ambayo hatukutarajia, ila Mungu kwa neema yake na baraka yake kashosha neema. Jamii yote itakayotuangalia leo ione kwamba hata kama wewe ni mlemavu, sio kwamba sasa hiyo ndio fursa wewe ya kukufanya kwamba hauna chochote kile unachokiweza. Lakini kwa sasa tunaona kidogo angalau mambo yanaenda yanaeleweka. Tunaomba jamani, mtoe, na sisi tunataka kuolewa, tunataka kuwa na familia zetu, tuheshimike, ndoa ni heshima. Kurugenzi mtendaji wa shirika la Imarket Foundation Emmanuel Ntobi anaeleza mafanikio hayo kwa sasa ni mwendelezo wa kile wanachokifanya kuhakikisha jamii wanaondokana na unyanyapaa kwa kundi hilo. Imarket Foundation imefanya juhudi ya kufundisha. Kwanza imeendelea kuiambia jamii kwamba tunaweza tukafanya vitu vikubwa ingawa tukiwa tuna ulemavu. Yaani tunaweza tukatokeza tukafanya vitu vyenye maana sana tukiwa tuna ulemavu. Kwa mimi binafsi ninashukuru. Hii ndoa sasa kwa Imarket Foundation ni ndoa ya 3. Ndoa ya kwanza ilikuwa ni mlemavu wa viungo na sasa amepata mtoto, na ndoa ya pili pia amepata mtoto, na huyu sasa amefunga ndoa na kwenda nyumbani kwake. Kwa hiyo Imarket Foundation kwa kweli tunajisikia vizuri. Neno la kiongozi wa dini katika ibada hiyo ni jamii kuendeleza upendo kwa kila mtu. Uliza, Mungu anajua tabia yake, Mungu anajua asili yake, huyu na wewe ujue tabia yako. Kwenda kukaa na mtu ambaye amelelewa kwenye mazingira fulani na huyu kwenye mazingira fulani, tabia tofauti, sio jambo jepesi. Kwa hiyo Mungu akishatengeneza mazingira huwa anaua vitu fulani ili waishi pamoja. Bwana Yesu asifiwe.
Shirika hilo mbali na kuhudumia watu wenye ulemavu, pia linasaidia familia za watu wenye ulemavu kwa kuwajengea makao ili waweze kusaidia kundi hilo katika mazingira bora na salama. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Mashallah kabisa. Mtazamaji, basi taarifa hiyo nzuri kabisa inatupa nafasi ya kupumzika kidogo. Tutakaporejea itakuwa ni wasaji jicho letu mkoani. Endelea kwa nami Bernard James. Tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times Antenna, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 1 kamili jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bears kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine? Tumejiamulia kukupa raha. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. The future is intelligent. The future is here. Are you ready to shape the world with artificial intelligence? At St. Joseph University in Tanzania, study the Bachelor of Science in Artificial Intelligence and Machine Learning with cutting-edge tools, hands-on experience, and globally recognized certifications. Graduate with more than just a degree in artificial intelligence and machine learning, Intel and NEC professional certificates, and the skills to lead tomorrow's digital world. Join the next generation of innovators. St. Joseph University in Tanzania, where your dreams are nurtured. Tangazo la kupotelewa. Bwana Manyema John Kanyeti wa Busekwa Magu anatangaza kupotelewa na baba yake mzazi anayeitwa John Kanyeti Manumbu mwenye umri wa miaka 63. Alipotea siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 akiwa kwa mwanae Busekwa Magu. Ni mrefu wa kiasi maji ya kunde. Siku anapotea alikuwa amevaa suruali ya rangi ya kijivu, shati la rangi ya pinki na koti. Miguuni alikuwa amevaa kanda mbili za rangi ya blue. Anaongea vizuri lugha ya Kisukuma na Kiswahili kidogo. Yeyote atakayesikia tangazo hili au kuna mtu yeyote atamfahamu, atoe taarifa katika kituo chochote cha polisi au apige simu nambari zifuatazo: 0782834405 au 0745768806. Imeripotiwa kituo cha polisi cha Kisesa cha RB namba KSE /RB /2944/26. Wakala barabara za mijini na vijijini TARURA wilaya ya Shinyanga wametakiwa kusimamia kikamilifu shughuli mbalimbali zinazofanywa na wakandarasi ambao wanachukua tenda ya kukarabati miundombinu ya barabara kwa kufuata utaratibu uliowekwa katika utekelezaji wake ili wafanye kazi yenye manufaa kwa jamii. Elizabeth Chezi ana undani wa taarifa hii. Agizo hilo limetolewa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Shinyanga Arnold Makombe wakati akizungumza katika baraza la madiwani manispaa ya Shinyanga.
Makombe ametoa agizo hili baada ya madiwani kuwasilisha changamoto kadhaa wanazokabiliana nazo kutoka kwa wakandarasi wanaotekeleza shughuli za ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya barabara katika kata zao, ikiwemo kutoshirikishwa pindi wakandarasi wanapofika maeneo ya kazi. Kandarasi mimi kama diwani nikimwendea, saa zingine anaweza akajitoa ufahamu wala asitambua anaongea na nani. Pale mpaka unapotishia kwamba basi fanya huu mradi wako nitaukataa, hapo ndo anaweza akakusikiliza, lakini vinginevyo hakusikiliza kabisa, anasema mimi wewe sikuelewi. Anayemuelewa ni engineer wa TARURA. Kwa hiyo mimi niombe sana kwa nafasi hii, mainjinia msimamie miradi yenu kiufasaha. Kingine, kweli mnafanya, lakini saa zingine unaweza ukafanya, sijui kwenye budget mnaingizaje, unatengeneza barabara hauonyeshi hata ile mitaro ya tupa maji. Kwa sasa hivi kata zote labda wache mjini, lakini kata za pembezoni hizo zote zimesombwa na maji. Sasa hivi bado tuna miezi miwili tu mbele mvua zitaanza kunyesha. Inaelezwa kuwa ushirikiano kati ya wakandarasi na madiwani ni muhimu katika utekelezaji wa miradi ya barabara ili kutambua maeneo korofi katika kata husika. Mradi unapoingia kwenye kata, mlishamaliza kufunga mkataba, taarifa zitufikie, na siku mradi unaanza niwepo site ili wananchi wajue kwamba mradi fulani umeanza kwenye eneo letu. Lakini wanapokuwa hao watu wanaingia kimya kimya, hawasemi, inatuletea changamoto sana. Na muwaambie kabisa, wakifika kwenye maeneo yetu watutambue. Kuchonga, mkashirikisha waheshimiwa madiwani, hata ikiwezekana wawe na vikao, kwa sababu nimeona mnaendelea kurudia barabara zile zile wakati kuna barabara ambazo wananchi wanahitaji makubwa sana. Akizungumzia changamoto hiyo pamoja na ukarabati wa miundombinu ya barabara katika manispaa ya Shinyanga, mwakilishi wa meneja TARURA wilaya ya Shinyanga Victoria Pamba amesema kwani barabara zote za mjini humu, asilimia kubwa barabara ni mbovu, zimeharibika. Na hii ni kwa sababu ya kwamba bajeti yetu tunapoipanga, hata ukiangalia kwenye kabrasha hili utaona tunavyoipanga, tunapanga bilioni nyingi, lakini tunapokea hela kidogo sana. Ukiangalia hata mapokezi ya fedha sasa hivi hapa ni milioni 600, lakini tulipanga bilioni 2. Na miaka kama 2-3 nyuma tujatengeneza barabara kabisa kwa uhalisia, kwa bajeti ambayo tunaipanga. Bajeti inakatakatwa, kwa hiyo tunakuwa na bajeti kidogo kulingana na mapokezi ya fedha ambayo tunapokea. Kutoka mkoani Shinyanga, Elizabeth Charles, Star TV. Tupumzike kidogo na kisha habari za biashara na uchumi. Tume ya Taifa ya Madini mkoani Mara imefanikiwa kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 605 zitokanazo na tozo na kodi za shughuli za uchimbaji madini ya dhahabu kutoka kwa wachimbaji wadogo, wakati na wakubwa. Habari zaidi kutoka mkoani Mara. Akizungumza na wafanyabiashara, wanunuzi na wachimbaji wadogo zaidi ya 200 wa madini ya dhahabu, afisa madini mkazi wa Tume ya Taifa ya Madini mkoa wa Mara, Daniel Mapunda, amesema makusanyo hayo yametokana na wadau katika sekta hiyo kutoa tozo mbalimbali. Mathalani, kwa kipindi cha miaka 3 iliyopita tumekuwa na makusanyo ambayo yamekuwa yakiongezeka mwaka hadi mwaka. Mwaka juzi tulikusanya jumla ya shilingi bilioni 187. Mwaka uliofuata tulikusanya jumla ya shilingi bilioni 207, lakini mwaka huu ambao umekwisha wa 2025-26 tumekusanya jumla ya shilingi bilioni 211. Pamoja na suala hili, lakini pia Mapunda amesema wameamua kukutana na wadau hao ili kuwahimiza kutekeleza takwa la kisheria la uwajibikaji kwa jamii. Lengo ni kuongeza mchango wa sekta ya madini kupitia michango ya maendeleo ya jamii kutoka kwa wachimbaji wadogo. Kwa wachimbaji wote walioko katika eneo letu la mkoa wa Mara
waweze kushiriki katika CSR, warejeshe kwa jamii, kwa sababu tunarejesha kwa faida ya taifa letu, tunarejesha kwa faida ya vizazi vijavyo. Baadhi ya viongozi katika halmashauri ya wilaya ya Butiama na wachimbaji wadogo wanasema uwajibikaji kwa jamii una umuhimu mkubwa katika maeneo wanayofanyia kazi. CSR sio lazima iwe kwamba ni kwa wawekezaji wakubwa tena wa nje. Hapana, hata wewe mchimbaji wa ndani ni mwekezaji. Kutoa CSR ni huduma ya jamii ambayo inamgusa kila mtu. Nasema hivi, leseni yetu likitoa hata mpaka sasa hivi lichatoa matunda, lakini tukiomba mchango na pichichi vinavyotusunguka, na lazima tuwe na mahusiano mema na pichichi. Inakuwa tunazo leseni zaidi ya 500 kwenye wilaya yetu, lakini wanaotoa CSR hawafiki hata 10. Kwa hiyo mwisho wa siku, baada ya majadiliano ya muda mrefu na wasimamizi wa madini, hatimaye leo tuna kikao hiki ambacho nadhani kitakuwa ni suluhisho la hawa watu kuitambua sheria na kukidhi matakwa ya kisheria. Tume ya Taifa Madini mkoani Mara imeendelea kutoa elimu juu ya wachimbaji wadogo kuwajibika kwa jamii ili kuiwezesha jamii inayowazunguka kupata tija zitokanazo na uwepo wa shughuli za uchimbaji wa madini ya dhahabu. Mkuu wa mkoa wa Tanga ametoa maagizo ya kuharakishwa kwa mchakato wa kuanzishwa kwa bandari kavu, hatua ambayo inalenga kupunguza msongamano katika bandari ya Tanga, kuongeza ajira na kukuza pato la mkoa. Taarifa zaidi na Queen Yusufu. Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batida Buriani ameyasema hayo katika kikao cha wadau kilichojadili maendeleo ya bandari ya Tanga katika uanzishwaji na uendeshwaji wa bandari kavu, ambapo amesisitiza umuhimu wa kuanzishwa kwa bandari kavu ili kupunguza msongamano na kurahisisha utoaji wa mizigo. Uchumi unavyokuwa na tunavyopata hizi fursa za bandari kavu ni fursa ambayo kama alivyozungumza DG hapa wa TASAC, ni fursa ambayo tunataka na wananchi wetu waneemeke. Kweli bandari hii inahudumia nchi nyingi. Sasa mabadiliko haya ambayo yamefanyika katika uwekezaji mkubwa wa bandari umesaidia pia meli zinakuja sasa moja kwa moja. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC Mohamed Salum amesema lengo ni kuweka mazingira yatakayowavutia wawekezaji hususan katika uanzishwaji wa bandari kavu. Lakini sisi kama TASAC ambao ndio tunahusika katika kutoa leseni, kwa kushirikiana na manispaa na taasisi zingine za serikali, tukaona vyema tuje mkoani kwako kuzungumza nao ili zile changamoto tunazoziona mkoa wa Dar es Salaam isije kapita miaka miwili tena tukaona mkoa wa Tanga watu nao wanapata changamoto zile zile. Kwa hiyo ni vyema tutavomaliza hapa kujadiliana tuje na maazimio pamoja ni namna gani ya kudili na wawekezaji wa maeneo ya bandari kavu. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA Josephat Lukindo amesema bandari ya Tanga imefikia mapema kiwango cha shehena kilichopangwa kufikiwa, hali inayoonyesha kuongezeka kwa shughuli za biashara kupitia bandari hiyo. Kwa mwaka wa fedha ulioisha 25-26 bandari ya Tanga iliweza kuhudumia takriban tani milioni 2.1 za shehena, kiwango ambacho kwa mujibu wa mpango mkakati wetu wa 5 wa TPA kinakaribiwa kufikiwa, kitakuwa kihudumiwe mwaka huu na uanza sasa hivi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mafanikio haya kiutendaji ina maana kwamba bandari ya Tanga imefikia mapema pia kiwango cha shehena kilichokuwa kimepangwa kufikiwa katika kipindi kijacho. Hadi kufikia mwezi Julai 2026, mkoa wa Tanga una jumla ya bandari kavu 11 ambazo zinasaidia katika utendaji kazi wa bandari ya Tanga. Queen Yusufu, Star TV, Tanga. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde ni habari za kimataifa. Endelea kuwa nami.
PBZ Bank. Sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi. Kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine, scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliyowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Marekani na Korea Kusini zimefanya mazoezi ya kijeshi licha ya Rais Donald Trump kutoa wito wa kupunguza makali. Chazi Machugu na undani wa taarifa hii. Rais Donald Trump amesema Marekani itapunguza kwa kiasi kikubwa mazoezi ya pamoja ya kijeshi na Korea Kusini, akitaja uhusiano wake mzuri sana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Hata hivyo, wito wa Rais Trump wa kupunguza mazoezi hayo umeleta mjadala kuhusu ushawishi wa siasa za ndani za usalama wa kikanda, huku pande zote zikijaribu kusawazisha maslahi ya kijeshi na kidiplomasia. Katika chapisho lake la mtandao wa kijamii, Rais Trump amesema alikuwa amechelewa sana kughairi, kwani Marekani na Korea Kusini zilitarajiwa kuanza mazoezi yao kila mwaka ya kijeshi Jumatatu hii. Mazoezi haya ya kijeshi yanahusisha mafunzo makubwa na mashirikiano kati ya Marekani na Korea Kusini na ni sehemu ya juhudi za kuimarisha usalama wa kikanda dhidi ya tishio la Korea Kaskazini. Nayo ikulu ya rais ya Blue House ya Korea Kusini imesema itaendelea na mashauriano ya kidiplomasia kuhusu ushirikiano wa kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini kuhusiana na mlango wa bahari wa Hormuz, huku ikijadili maelezo kuhusu mazoezi ya pamoja ya kijeshi na Marekani. Tukiangazia hali ya vita Ukraine. Ukraine imezindua moja ya mashambulizi yake makubwa zaidi ya ndege zisizokuwa na rubani nchini Urusi, ikigonga ghala la White Berries na maeneo mengine. Mashambulizi haya yanahusisha matumizi makubwa ya ndege zisizokuwa na rubani kwa lengo la kushambulia maeneo muhimu ya Urusi na ni sehemu ya juhudi za Ukraine kuonyesha nguvu na kuhimiza mchuano dhidi ya uvamizi wa Urusi. Hali hii inaonyesha kuendelea kwa mzozo kati ya Ukraine na Urusi na inaathiri usalama wa eneo na ushawishi wa kisiasa na kijeshi wa pande zote mbili. Wakati huo huo, mashambulizi ya Urusi yaliendelea kote Ukraine na kuharibu maeneo ya raia na viwanda. Mashambulizi haya yanaleta vita karibu na raia wa pande zote mbili. Kwingineko, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un akiwa na mke wake pamoja na bintiye wamehudhuria hafla ya kumbukumbu ya ukombozi mjini Pyongyang. Sherehe hii ya mwaka huadhimisha siku muhimu ya uhuru wa nchi hiyo na kuonyesha umoja na uzito wa tukio kwa viongozi wa Korea Kaskazini. Kuhudhuria kwa Kim Jong-un na familia yake kunaashiria umuhimu wa tukio hilo kwa serikali na jamii ya Korea Kaskazini, huku ikifanya kazi kuimarisha umoja wa kitaifa na kuendelea kuonyesha nguvu za kisiasa. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Mamia ya watu nchini Pakistan wameshiriki katika maandamano ya kitaifa yaliyoandaliwa na chama cha siasa cha Kiislamu cha Jamaat-e-Islami kupinga kupanda kwa bei ya mafuta, kodi kubwa na mfumuko wa bei unaongezeka kila siku. Waandamanaji wanaelezea kukerwa kwao na hali ya kiuchumi inavyoongezeka na wanaitaka serikali isikilize mahitaji yao ya kupunguza gharama za maisha. Maandamano haya yanaonyesha hali ya kutokuridhishwa kwa wananchi kuhusu mabadiliko ya kiuchumi na athari zake kwa maisha yao ya kila siku, na yanalenga kuleta mabadiliko au hatua za serikali ili kudhibiti hali hiyo. Mwisho wa habari za kimataifa. Punde habari za michezo na burudani.
grandest stage. The badges change, but the passion remains. It's a special goal. Cometh the hour, cometh the man. This football is from the heavens. What a story this is. 10 months of drama lie ahead. The stage is set. Mahali pekee kwa soka bora duniani ni SuperSport. Jiunge na DStv kwa shilingi 15,000. It's on. Afrika katika biashara. Afrika si bara tu, ni nguvu ya kiuchumi inayotikisa ulimwengu. Tukiwa na eneo la kilomita za mraba milioni 30.3 na zaidi ya watu bilioni 1.4, hatuwezi kubishana na takwimu. Ndiyo, sisi ni Tanzania. Tunajivunia kuwa wa Afrika, tukiishi kwenye kitovu cha utajiri na mali asili zisizo na kifani. Lakini unazitumiaje fursa hizi kukuza uchumi wako? Karibu Afrika katika biashara. Hapa tunachechemua uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Tunakukutanisha na magwiji na watu mahiri watakao kufungua macho kuhusu fursa zilizojificha na namna ya kuzifikia. Afrika ni biashara na biashara ni Afrika. Usipitwe. Makamu wa pili wa Rais Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah ameridhishwa na kasi ya maendeleo ya ujenzi wa mradi wa uwanja wa AFCON, akieleza kuwa hatua iliyofikiwa inaonyesha matumaini ya kukamilika kwa wakati. Taarifa zaidi na Abdalla Pandu. Akizungumza mara baada ya kutembelea na kukagua uwanja huo uliopo Fumba, wilaya Magharibi B, Unguja, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah anasema kazi ya ujenzi huo inaendelea vizuri, hivyo amewatoa hofu wananchi kuhusu kukamilika kwa uwanja huo. Niwahakikishie Watanzania kwamba azma ya Dr. Hussein Ali Mwinyi ya uwanja huu kutumika kwa mashindano ya AFCON iko pale pale, na hatuna sababu kwa nini uwanja huu usikamilike. Almost vifaa zaidi ya 95% viko site tayari. Hili ni jambo ambalo kwa kweli limenipa faraja sana, na wamenihakikishia wakandarasi kwamba ndani ya kipindi cha wiki 2 hadi wiki 3 zinazokuja. Mshauri mwelekezi anayesimamia uwanja huo anasema kwamba kila kitu kipo sawa na ana mategemeo makubwa kuhusu uwanja huo wa AFCON kukamilika kabla ya muda uliopangwa, huku kamishna wa michezo Zanzibar akibainisha matumaini yake juu ya fursa mbalimbali zitakazopatikana mara baada ya kukamilika kwa uwanja huo. Tuliopo tulikuwa tuna goli ya kufika 80% by end of August, lakini kama mlivyosikia kwenye ziara tuko almost 81% sasa hivi. Total percentage ya mradi ambayo tumeachieve zaidi ya kile kinachohitajika. Kwa hivyo inaonyesha kabisa kwamba speed inayoenda ni nzuri. Mradi huu unajumuisha uwanja mkubwa wa watu 36,500 kama mnavyoona tulipo hapa, lakini tuna viwanja viwili vya mazoezi. Uwanja mmoja katika mazoezi hivyo utakuwa na running track ya kukimbilia, lakini na majukwaa la watu 5,000, lakini uwanja wa pili wa mazoezi pia nao tumeweka majukwaa ya watu 5,000. Kwa hiyo kwa kategori za CAF, uwanja namba 1 unakuwa ni category 4 ambao unatakuwa uwe na watu 31,000 na kuendelea. Kwa hiyo ni huu ambao tulio sasa. Uwanja huo wa AFCON uliopo Fumba, wilaya Magharibi B, unatarajiwa kukamilika mwezi Machi mwakani, ambao unategemewa kuchukua wananchi 36,000. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Mashindano ya shirikisho la michezo ya wanafunzi wa shule za msingi na sekondari ya Jumuiya ya Afrika Mashariki FEASA yameanza kutimua vumbi mkoani Morogoro, yakihusisha zaidi ya wanamichezo 6,800 kutoka nchi 5 wanachama wa jumuiya hiyo. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Omar Hussein. Rwanda na timu Morogoro. Tangu Agosti 13 wanamichezo hao takriban 6,800 wanafunzi kutoka nchi 5 za Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na wenyeji Tanzania kwenye viwanja 21 tofauti vya michezo mbalimbali hapa mjini Morogoro. School sports occupies a unique place within this vision. It teaches discipline before success, responsibility before leadership, respect before victory and service before recognition.
This is why governments across our region continue investing in school sport, not simply to produce champions, but to produce responsible citizens. Michuano hiyo inahusisha michezo tofauti aina 20 ikijumuisha ya wenye ulemavu. Tunaenda kujenga East Africa moja, na nyinyi mtakuwa ni msingi wa huo umoja wa Afrika Mashariki tunakwenda kujenga kwa kutokana na michezo kama hii na kufahamiana kwenu katika michezo kama hii. This is not just sports. This is East Africa integration in action. If anybody knows anything that brings together the people of East Africa more than this, I need to be educated. Baadhi yao wanamichezo washiriki wameeleza mtazamo wao hali ya ushindani ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Si ngumu lakini ni ngumu. Yaani sijui kama unanielewa. Nasema yani ni tricky kidogo sababu unapata ukilegea kidogo unapigwa bao. Na sisi kama wa Kenya tulikuja kama tumerelax sana. Ukiangalia game ya kwanza tulilose, ya pili tukadraw. Lakini hapa mbeleni kuanzia kesho na kuendelea tunahakikishia tutakuwa mzuri. Mwaka huu haya mashindano ya FEATA watu wamejipanga sana. Yaani kwa ufupi kila timu iko vizuri. Tanzania watarajia ushindi. Mashindano hayo yamepangwa kufikia tamati Agosti 23 ya mwaka huu 2026. Rasmi yalianza Agosti 13 yakijumuisha washiriki 6800 wanafunzi wa shule za msingi na sekondari kutoka nchi hizo 5. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omari Hussein wa Star TV.